Je, umewahi kujiuliza inakuwaje baadhi ya watu wanapata kila wanachotaka kirahisi? Inakuwaje wafanyabiashara wakubwa, wanasiasa au hata huyo ex wako aliyekuumiza moyo wako aliweza kukufanya ufanye vitu ambavyo hukupanga kuvifanya? Sio bahati na wala sio uchawi. Hii inaitwa dark psychology. Leo nimeamua kuvunja ukimya. Ninaenda kukufunulia mbinu 5 hatari, na nasema hatari kwa sababu zinafanya kazi kwa ufanisi wa kutisha, ambazo hutumiwa na manipulators wazoefu kudhibiti akili yako bila wewe kujua. Lakini sikiliza kwa makini. Mbinu ya mwisho, namba 5, ndiyo inayotumiwa zaidi na watu unaowaamini kila siku, na inawezekana inatumika kwako sasa hivi unapoangalia video hii. Ukijifunza mbinu hizi, utakuwa na nguvu ya X-ray ya kuona uongo na hila za mtu yeyote yule. Je, uko tayari kuona upande wa giza wa akili ya binadamu? Kabla hatujazama kwenye kina hiki, nina onyo moja. Elimu hii ni kama kisu. Unaweza kukitumia kukata mkate au kumjeruhi mtu. Ninakufundisha haya ili ujilinde, sio ili wadhuru wengine. Kama wewe ni miongoni mwa watu wachache wanaotaka kuelewa saikolojia ya hali ya juu na jinsi ya kuwa na upper hand kwenye maisha, bonyeza button ya subscribe sasa hivi na uwashe kengele. Hapa tunajenga jeshi la watu wenye akili timamu wasioyumbishwa. Karibu kwenye familia. Mbinu ya kwanza, love bombing and the devaluation cycle. Mtego wa upendo wa ghafla. Hii mbinu ni maarufu sana kwenye mahusiano na utapeli. Inafanya kazi kwa kuledesha ubongo wako na dopamine. Mtu anayetaka kukudhibiti ataanza kwa kukumiminia sifa, zawadi na umakini uliopitiliza kwa muda mfupi sana. Atakufanya ujione wewe ndiye mtu wa pekee duniani. Lengo hapa sio kukupenda, bali ni kukutengenezea uraibu, addiction. Akili yako inapozoea kiwango hicho cha juu cha validation, ghafla anajiondoa, withdrawal. Anaacha kupokea simu, anakuwa baridi au anakukosoa. Hapa ndipo udhibiti unapoanzia. Akili yako inachanganyikiwa na kuanza kutafuta ile high ya mwanzo. Utajikuta unafanya lolote, kutoa pesa, kuomba msamaha hata kama hunakosa, ili tu umrudishe yule mtu wa mwanzo. Hii ni mbinu ya kikatili ya kukufanya mtumwa wa hisia. Mbinu ya pili, gaslighting, kufuta uhalisia wako. Hii ni sanaa ya kumfanya mtu atilie doubting kumbukumbu zake, uwezo wake wa kufikiri na hata utimamu wa akili yake. Manipulator atafanya kitu kibaya, kisha ukimuuliza atakataa katakata. Atasema hiyo haikutokea, au unatunga mambo, au wewe ni sensitive mno. Lengo la gaslighting ni kukuondolea kujiamini. Mtu anapofanikiwa kukufanya usijiamini, unaanza kumtegemea yeye kama chanzo pekee cha ukweli. Kwenye biashara au ofisini, hii hutumika pale bosi anapokupa maagizo, halafu mambo yakiharibika, anakuruka na kusema hakusema hivyo, mpaka unaanza kuhisi labda una tatizo na kusahau. Ukiona unalazimika kurekodi mazungumzo ili kujithibitishia ukweli, jua unadhibitiwa. Mbinu ya 3, the door in the face technique. Mbinu ya mlango usoni. Hii mbinu hutumiwa sana na wauzaji wazoefu na waomba msaada wajanja. Saikolojia inasema binadamu tuna asili ya kujisikia hatia tunaposema hapana. Manipulator anajua hili, hivyo ataanza kwa kukuomba kitu kikubwa sana ambacho anajua lazima utakataa. Mfano, rafiki yako anataka umkope 50,000. Badala ya kuomba 50,000, atakuomba 500,000. Utasema 500,000 sina kaka. Atajifanya kusikitika, kisha atasema basi nisaidie hata 50,000 tu nikae sawa. Wakati huo ubongo wako unahisi relief, ahueni, na guilt, hatia kwa wakati mmoja. Ili kufidia ile hapana ya mwanzo, utakuwa mwepesi kusema ndio kwa ombi la pili ambalo ndilo hasa alikuwa anataka tangu mwanzo. Amecheza na hisia zako za kutaka kuwa mtu mwema. Mbinu ya 4, mirroring. Hii sanaa inaonekana kama rafiki, lakini ni silaha. Utafiti wa neuroscience unaonyesha tuna kitu kinaitwa mirror neurons. Tunavutiwa na watu walio kama sisi. Mtu anayetaka kukudhibiti au kupata siri zako ataanza kuiga body language yako, toni ya sauti yako na hata maneno unayotumia. Ukiegemea nyuma, naye anaegemea nyuma.
Ukiongea taratibu, naye anashusha sauti. Hii inajenga trust fake kwa kasi ya kiajabu. Unajikuta unamwamini mtu huyu ndani ya dakika 10 kuliko mtu uliyemjua miaka 10. Hatari yake ni kwamba akishapata hiyo rapport, ni rahisi kukuuzia kitu chochote au kukushawishi ufanye maamuzi ambayo yanamnufaisha yeye, ukidhani ni rafiki wa kweli. Mbinu ya 5, scarcity na artificial urgency, uhaba wa kutengeneza. Na sasa ile mbinu niliyoahidi mwanzoni. Hii inatumiwa na makampuni makubwa, matapeli wa mtandaoni na hata kwenye mapenzi. Kanuni ya msingi ya uchumi na saikolojia ni hii: vitu hadimu vina thamani kubwa. Manipulator hataki ufikiri kwa kutumia mantiki, logic. Anataka ufikiri kwa hofu, fear, hofu ya kukosa, FOMO. Atakwambia hii ofa inaisha leo saa 6 usiku, au kuna watu wengine 3 wananitaka, ukichelewa nimeenda. Wanajaribu kuzima sehemu ya ubongo wako inayochambua mambo, prefrontal cortex, na kuamsha sehemu ya hisia. Wanajua ukipata muda wa kutulia utagundua hila zao. Hizi mbinu 5, love bombing, gaslighting, door in the face, mirroring na scarcity, zipo kila mahali. Kuzijua hakukufanyi uwe mtu mbaya, bali kuna kufanya uwe na ngao. Ukigundua mtu anakufanyia love bombing, chukua hatua kurudi nyuma na kutathmini uhalisia. Ukiona dalili za gaslighting, anza kuweka kumbukumbu za maandishi. Ukipewa urgency, jipe muda wa saa 24 kabla ya kuamua. Kumbuka, mtu mwenye nia njema na wewe hatatumia mbinu za kukudhibiti, atatumia mawasiliano ya wazi. Usiruhusu mtu acheze na akili yako kama remote control. Asante kwa kutazama. Tukutane kwenye video ijayo. Peace.